Tuelekee gatuzi nambari 5 ambapo wakazi wa wadi ya Basuba ndani ya msitu wa Boni huko Lamu wamekuwa wakikabiliwa na baa la njaa kutokana na kiangazi kikali cha muda mrefu. Kiangazi hiki kimesababisha mazao mashambani kunyauka. Msitu wa Boni ni maeneo yanayoishi jamii ya Waboni. Waboni hutegemea kilimo, ila kutokana na kiangazi kikali kinachoshuhudiwa Lamu, mavuno Boni yamekosekana mashambani. Katika kijiji hiki cha Basuba, visima vya maji pia vimekauka, hakuna mvua. Sisi ni wakulima tumedirika ukulima kwa mababu zetu mpaka sasa. Sisi ni watu wa kuendelea na ukulima, lakini hutokea miaka ikawa ina shida ya mvua. Hali ya ukame, sisi hii ukame hapa kwetu umezaa akona watoto, kwa sababu maji ndio ukame hapa kwetu ni zaidi sana. Maji ndio shiko na shida sana. Barabara inayoelekea Basuba imefungwa kwa miaka 15 sasa kutokana na mabomu yanayotegwa na Al-Shababu kwenye barabara hiyo, na huku wakazi wa Basuba wakihangaika kusaka maji, ili lazimu gari hili la kusambaza maji la serikali ya kaunti kusafirishwa kutumia barabara hiyo chini ya ulinzi mkali wa jeshi la Kenya. Gari hili uchota maji mto Mangai kuwapelekea wakazi wa Basuba na vijiji vyote vya Boni, Kiangwe, Mangai, Mararani na Milimani. Na hili gari jitihada ilifanywa kupeleka likakwama. KDF wakatuambia tusubiri, wao watapanga na watahakikisha limefika. Kulikuwa na njia, kusema kweli mimi sikushiriki katika huu upelekaji wa hili gari. Kutoka Mangai mpaka hapa mitungi tulikuwa tunauziwa na mtungi moja 200. Baada ya wakazi wa Basuba kusaidika kupata maji ya kunywa na kutumia, serikali ya kaunti pamoja na mashirika mbalimbali yakiongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross wamewapelekea chakula cha msaada wakazi wa Basuba ili wapate futari inapofika jioni. Lamu kuna vijiji kadhaa ambazo kwamba sasa hivi vimepigwa vibaya na drought. Sasa hivi tunavyosema, kama hii sehemu ya Basuba ward, in fact sehemu ya Basuba ward ndio inaongoza kwa kiangazi, na that's why sisi kama shirika tunajaribu sana kushirikiana na mashirika mengine kuhakikisha watu at least wamekuwa cushion wakati huu wa dhiki. Chakula iko, na sisi pia kama binadamu tunamuomba Mwenyezi Mungu. Tuko na msitu na iko na rutuba, hii ardhi yetu iko na rutuba. Ukitengeneza eka 2-3 wewe, ili chakula utakosa pahali ya kuweka. Mito na msitu ni rasilimali zinazopatikana maeneo ya Boni, serikali ikitakiwa kuweka mikakati ili kuimarisha uchumi maeneo haya. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Basuba, Lamu. Viongozi wa upinzani Rigathi Gachagua,